Sasa kipindi cha Pasaka kinakorea pale ambapo Yesu anaingia Yerusalemu. Kwa kipindi cha mitende. Ndio tunaanza kusherehekea pale. Tunakuja kwenye Alhamisi ambayo alifanya kwa karamu ya mwisho. Hivi mitende ni Yesu kuja Yerusalemu. Yani sasa ile mitende ilikuwa furaha. Ndio kwamba kuna watu ambao wakati Yesu anaingia kule Yerusalemu, ndio kuna watu wakaweka nguo zao, lakini kuna watu pia wakaweka mitende na mitende mingine pia watu wakishika kushangilia. Ndio, na ndio maana pale kuna wale Farisayo wanamwambia kwamba waambie wanafunzi wako wanyamaze, lakini Yesu akasema kwamba kinyamaza maana atainuka atapiga mawe. Kwa hiyo sasa ni moja ya sherehe, kwa maana ni moja ya namna ya kusherekea, lakini nimezungumza kwamba mtu anaweza akasherekea kwa utii sana sana. Sasa hii Pasaka nimesema inatufungulia mlango wa kiibada zaidi. Kwa sisi wa Kristo inatufungulia mlango wa kiibada zaidi, hasa tumepewa uhuru wa kuingia madhabahuni, wa kuabudu muda wote, wa kuimba muda wote, lakini pia kusimama na Mungu muda wote, wa kusoma neno. Kwa sisi hatuwezi tukasherehekea kama dunia inavyosherehekea kwenda nini. Si kwamba ni dhambi kwenda nchi, lakini sasa katika hayo unyenyekevu namna kusherehekea hii tumefunguliwa mlango wa kuingia ibadani, wa kuomba muda wote, wa kunyenyekea, kushuka, kutii. Katika kipindi hiki tunasherehekea sisi kwa kubadilisha maisha yetu kwa maisha mapya. Kwamba tazama mtu amekuwa kiumbe kipya. Ndio kale yote yamepita, mtu amekuwa kiumbe kipya. Kwa maana yake kile kitendo ambacho Yesu amekufa pale msalabani na kufufuka, maana yake sasa tunabeba wengine maisha mapya. Lakini sasa jamii inavyosherehekea inasherehekea mfano mpaka sasa hivi bado watoto ukikaa barabarani unaona wanatembea. Ndio usherekeaji wa kwao fanani, ndio? Na wengine sio wanasema kwamba ndio usherekeaji wao. Maana yake sasa katika kipindi kile na mimi nilikuwa nasherekea na mtoto usipopata baadhi ya vitu muhimu kwa wazazi kwa siku hiyo, kidogo moyo unauma. Moyo unakunjamana kwa sababu hujapata. Hata kama una hela lakini ukivaa vizuri unapendeza. Kwa hiyo hiki kipindi pia hata wazazi pia ni cha kuwashauri sana. Kipindi hiki pia ni moja usherekeaji wa watoto. Na wengine pia watu wazima wengine wamejia naona siku ya leo sio siku ya kusherehekea, basi wanajitafutia siku yao. Siku mwingine kesho mara nenda wapi bichi. Kwa hiyo jamii ina tofauti, lakini unapojua na familia tu inaweza kasherehekea hii sherehe ya Pasaka, wengine kwa kupika, kualika majirani, kula vizuri. Lakini tu onyo watu siku hii asitumie kwa ajili ya kulewa. Hii siku ni takatifu sana, na kwa Wakristo inatufundisha unyenyekevu na vitu vingi sana. Ndio. Labda niliuliza Boni sikuuliza na wewe kwa kupasaka kusherehekea. Pasaka mimi ninavyosherehekea mfano nimeshinda kanisani ndio, sio? Kuna muda mabadiliko lazima nipate mwaka wote. Ya mwaka jana nilisherehekea lakini nikapata hivi. Mwaka huu nimesherehekea nimepata nini? Kupata kitu gani kimebadilika kwako? Yaani umeongezeka nini katika ulimwengu wa kiroho? Kuna kitu kilikuwepo. Yaani au nacho sikuwa nacho. Ndio. Lakini sasa ninapokuja hii lazima niwe nacho. Yaani lazima nipambane. Na kuna kitu mabadiliko tu yatatokea tu ambayo mwingine hana. Ni maisha ama ni hapo ni maisha, lakini pia na mfumo wa kiroho. Au ni kwamba kile bwana mimi nataka nipate pesa hivi. Mambo ya watu wengi labda nataka nipate watoto. Huo sio sherekeaji. Hilo ni hitaji la kwako. Hilo ni hitaji. Wewe sio mahitaji. Wewe namna kusherehekea. Kuna kusherehekea na hitaji. Kwamba mimi nasherehekea sasa kwamba lazima nishinde ndote. Yaani hata kama sitashinda kanisani, lakini lazima niubebe ule moyo unyenyekevu. Moyo wa utii, moyo wa kushuka, kukubali ndote kukua karibu na Bwana. Kwa sababu mlango ushafunguliwa tayari. Kama mlango kwa makini, kuna watu ambao wanaokoka tu Pasaka. Ikishapita Pasaka, yani wakishaangalia zile movie za Yesu zile, moyo wao unabadilika. Unabadilika tayari, unajuta kwa zile dhambi zote, unaumia. Lakini ikishapita siku hiyo tayari moyo unarudi kama zamani. Sasa hapo ikukusaidia. Namna sherekeaji mzuri ni kutulia, bali kwamba Yesu pale msalabani, unaona ujiweze kabisa kujisimamia mwenyewe kiroho namna kusherehekea hii katika watu. Mimi mfano hasa ni kwangu. Sasa hivi nafahamu kuna watu wanasikiliza, lakini pia kuna watu